Aliyekuwa katibu wa Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, Lucia Sule, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kufuatia ajali ya barabarani aliyopata Februari 25 mwaka huu. Kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC kati ya Yanga na Tabora United utakaopigwa leo mjini Tabora, viongozi wa timu hizo wameeleza namna walivyojipanga. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako nami Kisa Mwepiana. Tunaanza na taarifa habari, lakini mara tu baada ya taarifa habari tutapata muda wa kuangalia kilichojili katika upande wa magazeti. Karibu sana. Aliyekuwa katibu wa Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT mkoa wa Mbeya, Lucia Sule, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya kufuatia ajali iliyotokea Februari 25 mwaka huu kwenye ziara ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa Fadhili Maganya. Marehemu Lucia Sule ameaga dunia baada ya kukaa chumba cha wagonjwa mahututi kwa muda wa siku 36 na kufanya idadi ya vifo vya ajali hiyo kufikia 6, wakiwemo waandishi wa habari. Na hapa katibu wa CCM mkoa wa Mbeya, Langaeli Akio, anaeleza namna walikuwa wakipambania uhai wa Lucia, huku baadhi ya wanachama wa CCM wakieleza namna walivyomfahamu marehemu. Kwa ajali tarehe 25 mwezi ule wa pili, tukiwa katika ziara, na katika ajali ile wako watu ambao walipoteza maisha pale pale na wengine hospitalini, lakini huyu alikuwa hospitalini anaendelea kupata matibabu. Na kwa kweli katika wiki ya mwisho ilionyesha kwamba ana ahueni na anaweza akawa na maendeleo mazuri. Lakini ghafla jana hali yake ilibadilika, na ilipofika majira ya saa 4 usiku binti yetu na katibu wetu aliaga dunia. Binti mdogo sana, lakini alikuwa anachapa kazi kweli kweli. Anasimamia kanuni na taratibu zote zinazotakiwa zifanyike kwenye UWT yetu. Aliwakusanya wanawake pamoja. Alipenda sana kuimarisha upendo ndani ya UWT mkoa wa Mbeya. Tulitulia, tuko na amani. Kwa hivyo hatuna cha kusema. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu tu. Kwa mtoto mzuri sana sana. Hakutaka kubabaishwa, alikuwa amenyoka. Alikuwa mkweli kwenye kazi zake. Basi jina la Bwana lihimidiwe. Sasa hivi nilivyo na watoto yatima nyumbani, au mdogo wangu bado wanasoma, mwingine yuko la kwanza, mwingine anaanza form 1. Kweli pengo ni kubwa sana. Mwingine alikuwa anaenda shule ya upishi. Ni jina tu limeandikwa huko, fomu imejazwa, lakini tarehe ya kuondoka mtoto angeondoka tarehe 27 mwezi wa pili, lakini tarehe 25 yeye kapata ajali. Kwa hiyo huyo mtoto amebaki tu kama yatima kwa sababu sina mume, mimi mwenyewe ni mjane. Serikali kupitia Wizara ya Madini imeutaja mgodi wa dhahabu Goldfield uliopo katika kijiji cha Lukarasi, halmashauri ya wilaya Mbinga mkoani Ruvuma, kuwa darasa la mfano la kufundishia wachimbaji wadogo katika ukanda wa kusini, kutokana na kuwepo kwa teknolojia ya kisasa ya uchimbaji na uchenjuaji wa dhahabu, hali ambayo imekwenda kukuza sekta hiyo hapa nchini. Ditanyoni huyu hapa ambaye anao undani wa hii taarifa. Hayo yameelezwa na afisa madini mkazi mkoa wa Ruvuma, Mhandisi Alphonse Bikulamchi, wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Kanali Ahmed Abasi Ahmed ya kujionea hali ya uzalishaji wa madini ya dhahabu mgodini hapo na uchimbaji unaozingatia utunzaji wa mazingira, huku mmiliki wa mgodi Bwana Johnson Nchimbi akieleza mafanikio aliyopata tangu waanze kuzalisha. Na ile lengo sasa la sera ya madini ya kukuza wachimbaji wadogo tunaweza tukaliona katika mgodi huu. Utaona teknolojia ilivyobadilika kutoka hatua za chini kabisa wakati wanachimba kwa nyenzo za chini, na sasa hivi wamefikia hatua ambapo wanaelekea kwenye uchimbaji wa kati. Kwa hiyo ni kati ya migodi ambayo tunatarajia itaendelea kuwa ni kitovu cha kufundisha wachimbaji wadogo katika ukanda wetu huu. Mwaka 2024 mgodi umezalisha dhahabu ya thamani ya shilingi bilioni 5,673,720,135. Hivyo kufikia mauzo ya takribani shilingi bilioni 12 tangu tupate umeme.
Kwa upande wa mkuu wa mkoa Kanali Abbas amesema sekta ya madini ni ya pili katika kuchangia pato la taifa kwa mkoa, hivyo amewaagiza wachimbaji wote kuhakikisha wanapokata miti kwa lengo la kuchimba dhahabu lazima utunzaji wa mazingira uzingatiwe ili kusaidia sekta ya kilimo kuendelea kukua. Madini haya yanachimbwa chini, lakini wananchi wanakaa juu. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukakuta madini yapo kwenye maeneo ambayo wananchi wanaishi. Msipotengeneza utaratibu mzuri wa utatuzi wa migogoro ya ardhi, mnaweza mkawa mnatengeneza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao, na uwekezaji unaweza ukaonekana hauna tija kwao hata kama unaleta kipato. Pia mkuu wa mkoa ameagiza wafanyakazi wote lazima watengenezewe bima za afya na zile za kijamii pindi mtu anapomaliza muda wake aweze kuwa na uhakika wa maisha. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Asante Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Diwani wa kata ya Kisawasawa halmashauri ya mji wa Ifakara Songo Daniel ameiomba TARURA kushughulikia daraja la Ichonde Sogea Mbele lililopo kata ya Kisawasawa katika wilaya Kilombero lilosombwa na maji kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la tukio, diwani huyo amesema kuvunjika kwa daraja hilo kumesababisha changamoto kubwa kwa wananchi ikiwemo wanafunzi, na kuwaomba wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA kushughulikia adha hiyo kwa haraka. Tulikuwa tuna daraja hapa limeweza kuondolewa. Daraja la msingi sana, daraja la muhimu kwa sababu lilikuwa likipitisha wananchi, likipitisha mazao, likipitisha wanafunzi. Kwa mfano leo hii wanafunzi wameshinda kwenda shule kutokana na kung'oka kwa daraja hili. Lakini pia miundombinu ya maji pia imeweza kung'oka kwa sababu ilikuwa ikipita kwa daraja hili lililojengwa kwa nguvu za wananchi. Hivyo kipekee kabisa ninaomba msaada kwa halmashauri ya mji wa Ifakara, hususani kwa kitengo cha TARURA kuweza kutuangalia kwa fedha za dharura kuweza kutusaidia kujenga hapa. Lakini sanjari na hivi pia tunaona kumetokea maafa makubwa. Mvua hii lakini si kwa mto huu Ichonde, kwa mto wa Kisawasawa umeweza kubomoa ngema, lakini pia maji yameingia kwa watu wameweza kupoteza mali zao, vyakula vimeharibika. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Ichonde Juma Rashidi amesema daraja hilo limesababisha shughuli nyingi kusimama, huku baadhi ya wananchi wakieleza adha wanazozipitia kwa sasa. Ili daraja lijengwe kwa haraka, wanafunzi na watu wote, wananchi wote kwa pamoja tuweze kuvuka daraja hilo, maana ni daraja muhimu. Wanafunzi wanapita kwenda shule na wazazi wanakwenda shamba na mazao mbalimbali yanapita kwenye daraja hilo. Kwa hiyo kuvunjika kwa daraja hilo kwa kweli limetuletea shida nyingi. Limetoka, kwa hiyo na watoto wengine hawakwenda shule na wengine hawavuki kwenda mashambani. Kwa hiyo adha kubwa tumeipata. Tunaomba watu mtakao tusikia kilio chetu mtusaidie sisi wana kitongoji cha Sogea Mbele kutokana na maafa haya. Sehemu nyingi kutoka upande wa kijijini ndio wanategemea kupitisha mazao yao hapa, lakini kutokana na mazingira kama haya yameshatukwaza na hatuelewi nini cha kukifanya, isipokuwa sasa tunaomba serikali tusaidie ili tuweze kulirudisha daraja katika mfumo wake na watu waendelee na shughuli zao za kila siku za kilimo na kupitisha mazao. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Kituo cha kulelea watoto waliopo katika mazingira magumu cha Mtakatifu Gertrude kilichopo halmashauri ya mji wa Njombe mkoani Njombe kimeiomba serikali kutoa bima ya afya kwa watoto wanaolelewa katika vituo mbalimbali nchini kama hatua muhimu itakayosaidia kupunguza mzigo wa gharama za matibabu kwa vituo vinavyowatunza. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Wito huo umetolewa na msimamizi wa kituo hicho Sister Gloria Muhema wakati wadau wa maendeleo benki ya Azania walipokwenda kutoa msaada wa mahitaji mbalimbali ikiwemo vyakula kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum 25 wanaolelewa kwenye kituo hicho kilichopo Imiriwaha kata ya Matola, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr. Wangefanya msaada wao, wanatibiwa bure kwa watoto ambao hasa yatima, sio kwa watoto wale ambao wana wazazi. Wangeweza kusaidia hilo kwa sababu mtoto anaweza kawa na tatizo kubwa zaidi, afu uwezekano wa kutibu unakuwa hakuna, labda anapata wanamrifaa kupeleka labda Mbeya. Watoto ambao wamepata bima tunao watoto 10 na kitu.
Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii ofisi ya mkoa wa Njombe Subira Mwaigisa amesema zaidi ya watoto 313 wapo katika vituo mbalimbali mkoani hapa, huku akieleza sababu zinazopelekea watoto hao kupokelewa kwenye vituo hivyo. Watoto wanaoingia hasa sana ni wale watoto wanaokosa malezi sahihi katika familia. Unakuta mama ni mlevi sana, baba hawajibiki hata kidogo. Lakini changamoto bado ipo kutokana na matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii na yalipo kwa ukubwa wake, na wananchi uzuri wanaitambua na wanatusaidia. Hata sisi wenyewe utakuta tunapigia simu na mwananchi. Nahudumia watoto yatima, in case kitokea usiku wamechemka, homa za hapa na pale, zile first aid za mara ya kwanza ndo nawahudumia. Lakini pamoja na hivyo kuna wakati nafika usiku wanalia tu bila sababu. Kwa upande wake, meneja wa benki ya Azania tawi la mkoa wa Njombe hapa anabainisha sababu iliyowasukuma kutoa msaada kwenye kituo cha Mtakatifu Gertrude Imiliwa. Walituomba maziwa kwa ajili ya watoto wadogo, wakatuomba sukari, mchele, sabuni, mafuta, nyama pamoja na matunda, na tumewapa na mbuzi mmoja kwa ajili ya sikukuu. Hiki ni cha kwetu, tumekitoa kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Kutoka hapa katika kituo cha kulelea watoto cha St. Gertrude Imiliwa wilayani Njombe mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick. Wafanyabiashara na wananchi wa mji mdogo wa Mbalizi halmashauri ya wilaya ya Mbeya mkoani Mbeya wamelalamikia hali ya mlundikano wa takataka kwenye mitaro inayopitisha maji, jambo linalosababisha hali ya uchafu katika maeneo hayo ambapo ni hatari kwa afya zao. Taarifa ya mwanahabari wetu Epimacus Apolinari inasomwa hapa studio na Beatrice Eric. Wakizungumza na Channel 10, wafanyabiashara na wananchi hao wamelalamikia hali ya uchafu wa mitaro hiyo ambapo imekuwa ni kero na hatari kiafya, kwani awali kulikuwa na kikosi maalum cha kuzibua mitaro ambacho kwa sasa kikosi hicho hakipo. Hapa huwa tunafanyia biashara zetu, lakini tunapofanyia biashara zetu huu mfereji unatutesa kwa sababu utakuta watu wanamwaga takataka zote zinakuja kurundana hapa. Alafu huo mfereji haujazibuliwa. Kwa kweli kila wakati hapa tunapata shida. Kwenye mazingira mtakiwa viongozi wasimamie kwa ajili ya kuzibua ile mifereji, kutoa zile takataka kusudi maji yawe na uwezo wa kupita kwenye ile mitaro. Kwa upande sisi wananchi mtakiwa sisi ndio kujitahidi sana kufanya usafi na kuhamasishana kufanya usafi kwenye mazingira yetu ili mji wetu uwe vizuri. Mimi nafikiri kwenye serikali kila tulivyokubaliana kwamba ni Jumatano na Jumamosi gari zinakuwepo, nafikiri itakuwa imekaa vizuri, kwa sababu hii darasa lililopita nafikiri kila mtu sasa hivi amekuwa anaelewa. Afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya John Rulala amewakumbusha wafanyabiashara na wananchi walio karibu na mitaro kuwajibika kusafisha mitaro hiyo kwa mujibu wa sheria ya mazingira ya halmashauri, huku afisa mtendaji wa mamlaka ya mji mdogo wa Mbalali Daudi Mbembela amewataka wananchi na viongozi wa maeneo husika kushirikiana kwa pamoja ili kumaliza tatizo la uchafu. Tunayo sheria ndogo ya usafi na usimamizi wa mazingira ya halmashauri ya Mbeya, na sheria hiyo inasema hivi kwamba kila mmiliki au kila mfanyabiashara au kila mkazi ambao anazungukwa na mtaro wa maji ya mvua ana wajibu wa kuhakikisha mtaro huo unakuwa safi. Kwa hiyo hilo kwa mujibu wa ile sheria ndogo ya halmashauri ni jukumu la kila mtu hapa anazunguka na mtaro. Uwajibikaji kuanzia ngazi ya chini kabisa ya uongozi mpaka ngazi sisi ya juu huku juu. Ndio maana unakuta kuna maeneo unakutana nayo ni machafu, lakini eneo hilo kuna uongozi, kwa mfano wa stendi, tuna uongozi wa masoko. Tunaomba tu watusaidie hawa katika maeneo yao yote, kila mfanyabiashara, kila mwananchi, awe barozi, awe mjumbe, kila eneo tukisimamia usafi kwa pamoja. Beatrice Eric, Channel 10. Naam, ni taarifa iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Epimacus Apolinari kutoka huko Mbeya na imesomwa studio na Beatrice Eric. Serikali ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa imemtaka mkandarasi anayejenga karakana na jengo la taaluma katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Musti Ndaki ya Rukwa kujenga kwa kuzingatia viwango na makubaliano yaliyopo kwenye mkataba na kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Wilbrod Sumia kutoka Rukwa. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 14 kwa ajili ya ujenzi huu. Taarifa inaonyesha kuwa ujenzi umefikia 85% na unategemea kukamilika mwezi Aprili mwaka huu.
Mhandisi Belo Magina ni mhandisi mshauri katika ujenzi wa karakana na jengo la taaluma Musti Ndaki ya Rukwa. Upande wa rangi ameshafanya skimming kwa kiwango kikubwa cha jengo. Baadhi ya madarasa ameshaanza kufanya ile second fix ya services. Yaani kimaanisha umeme, kuna baadhi ameshaanza kufunga taa baadhi ya madarasa. Na kwa upande wa vioni, miundombinu ya maji, kwa upande wa ndani asilimia kubwa imekamilika na ameshaanza kufunga vyoo. Gabriel Masinga ni katibu tawala wa wilaya ya Sumbawanga amekagua maendeleo ya ujenzi na kumwelekeza mhandisi mshauri wa mradi huu kuhakikisha viwango vinafuatwa na kuwa muda wa mkataba lazima uzingatiwe. Mradi huu kama ambavyo nimeukagua, mradi unaendelea vizuri na zaidi nimetoa tu maelekezo kwamba wazingatie ubora, kwa sababu mradi huu umewekwa na jiwe la msingi na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini zaidi sana nimemwelekeza mkandarasi kuzingatia ubora, aweze kukamilisha kwa wakati, lakini pia zaidi kuzingatia ubora, kwa sababu majengo haya ni urithi kwa watoto wetu, kwa vizazi vijavyo. Kwa hapa mimi ni fundi rangi, mambo ya skimming. Sio skimming ya kawaida tu, pia kudesign rangi, decoration, material yote yanayohusiana na kitu kinachohusu urembo wa nyumba. Nimekuja kupambana hapa kwenye hiki chuo hapa. Wanawake wenzangu na wasi waje wapambane, kazi ni nzuri, mwanamke kujituma. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Musti Campus ya Kianda hapa Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, hii ni Channel 10. Asante Wilbrod Sumia kwa taarifa hiyo. Timu ya wanasheria kutoka Mama Samia Legal Aid ikiwa wilayani Karatu katika kijiji cha Kingadedi imefanikiwa kumnusuru mtoto aliyekuwa akitumikishwa kazi za ndani na kufanyiwa vitendo vya ukatili na mwajiri wake, huku ikionya jamii kuzingatia na kuheshimu haki za watoto. Taarifa zaidi na Jamila Omar. Katika kijiji cha Kangded, timu hiyo imeendelea kutoa huduma za msaada wa kisheria sambamba na elimu ya kupinga vitendo vya ukatili, ambapo moja ya tukio waliokutana nalo ni la mtoto Esther ambaye ni yatima aliyekuwa akitumikishwa na kuteswa na mama mmoja maarufu kwa jina la shangazi. Mjumbe wa serikali ya kijiji cha Kangded, Veronica Bayo, ametumia ujio wa timu ya Mama Samia Legal Aid kupaza sauti kwa niaba ya binti huyo wa miaka 16 aliyekuwa akifanya kazi za ndani. Hata hivyo, baada ya kupata suluhu ya changamoto hiyo, mlalamikiwa alikiri kufanya makosa hayo na kuahidi kutorudia tena vitendo hivyo, ambapo ameahidi kuwa balozi mzuri wa kupinga masuala ya ukatili katika jamii. Nilipewa taarifa kwamba kuna mtoto anayenyanyasika. Kabla hajatoroshwa, mimi nikafika pale, nikaongea na mtoto, nikamhoji. Nilipomaliza nikaenda kwa shangazi, nikamhoji kwamba shangazi, yule binti unayekaa naye iko wapi? Akaniambia yule mtoto usiku alitoroka. Akaniambia ulichukua hatua gani? Akaniambia alimpeleleza, aliposikia iko kwa Simon akanyamaza akalala. Nikamwambia kwani hujamfuata? Akaniambia sijamfuata kwa sababu mimi na mzee Simon hatuelewani. Ananiambia alimtoroka kwa sababu yeye anamtangaza kuwa anakojoa, alafu yeye anampiga na anamkemea. Nashukuru kampeni ya Mama Samia imenisaidia. Sasa hivi ninaweza nikaishi kwa amani na wajomba zangu, niwajua sehemu aliko, na naahidi kuwa mtoto mzuri, nitakaa sintatangatanga. Kiongozi wa timu ya Mama Samia Legal Aid Karatu, Dr. Baraka Mkami, amekemea vikali baadhi ya watu katika jamii na kuwataka kuacha vitendo vya ukatili kwa watoto na kuhakikisha haki za mtoto zinalindwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo kinyume na matendo ya ukatili dhidi ya watoto. Serikali iko macho, inatazama mambo hayo kwa ukaribu sana, hivyo yeyote ambaye atafanya vitendo vya kikatili dhidi ya watoto, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu kwa umma na kuambia waheshimu haki za watoto, waishi nao vizuri, wasiwanyanyase, bali wawape stahiki zote zile ambazo zinatakiwa kupewa. Jamila Omar, Channel 10, Karatu, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka sasa kwenye habari za michezo na burudani.
Kuelekea mchezo kati ya timu ya Yanga ya Dar es Salaam pamoja na Tabora United ya mjini Tabora utakaopigwa leo mjini Tabora, viongozi wa timu ya Tabora United wameeleza namna walivyojipanga kuikabili Yanga, huku mchezaji Kibwana Shomari wa Yanga akielezea matumaini ya kufanya vizuri katika mchezo huo unaosubiriwa kwa hamu na mashabiki na wapenzi wa soka hapa nchini. We prepare this game very seriously because we need points. We know this game tomorrow is a very difficult game. All the game are very difficult because we are young African and all the team want to give everything. I remember, for example, Jikite, they give everything, and we prepare this game very good, and we really hope with all the players to see what we work in the training in the game tomorrow. Wana Tabora, kesho tunapokuja uwanjani, jambo letu ni moja tu, ni kuwashangilia wachezaji wetu mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu tuna uhakika hii mechi ya kesho ni ya kwetu na tunashinda. Kama ambavyo tulishinda pale Chamazi, the same tunakwenda kushinda tena kesho katika ardhi yetu ya Chifu Mirambo na Chifu Isiki. Kwanza sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo, kwa sababu ni mchezo wetu muhimu na kila mchezaji anatambua umuhimu wa mchezo na kila mchezaji upo tayari kwa sababu ya kuipambania timu kupata pointi 3. Na mtazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia kilichojili katika upande wa magazeti. Na karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Asubuhi Njema, na sasa ni wakati wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti, na nina magazeti manne hapa mtazamaji. Na gazeti la Uhuru, Kweli Daima, Zanzibar Leo, Mwananchi, lakini pia na gazeti la The Citizen. Tunaanza na gazeti la Uhuru. Katika ukurasa wake wa mbele gazeti hili limejinadi kwa habari kubwa kabisa inayosema CCM ndio yenye sifa kushika dola. Mwanazuoni asifu uongozi wa Rais Samia, amtabiria ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu. Asema mafanikio makubwa yamepatikana katika kipindi cha miaka 4. Aiponda no reform no election. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari nyingine inasema Chatanda amlilia katibu UWT Mbeya. Msisitizo wa amani ni gumzo kila kona. Askari washikiliwa tuhuma za mauaji. Lakini habari nyingine inasema Rais Dr. Samia akoshwa ripoti ya CAG TAKUKURU. Mtazamaji, ni gazeti la Uhuru, Kweli Daima, katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Zanzibar Leo, Mazrui anasema tutaendeleza mageuzi kwenye afya. Ni habari kubwa ambayo iko katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini pia habari nyingine nasema TMA NMAST za saini makubaliano ya ushirikiano. DC apania kufyagia omba Kijangwani stendi. Haya, serikali kuandaa sera mageuzi ya kidijitali. Mtazamaji, ni gazeti la Zanzibar Leo katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Mwananchi, habari kubwa mtazamaji ni ile inasema haki itendeke kulinda amani. Wadau wa dini, sheria na siasa wamuunga mkono Rais Samia kuilinda. Wapendekeza mambo ya kuzingatia ili kuwa na amani ya kudumu. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4. Habari nyingine nasema ukomo na elimu nafasi ya ubunge vya zua mjadala. Haya, walioshika hatima ya Luhaga Mpina kurudi mjengoni hawa hapa. Mikopo kidijitali ya paa ya gonga shilingi trilioni 4.22. Mtazamaji, ni gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti la The Citizen mtazamaji, habari kubwa ni ile inasema mikopo ya kidijitali yafikia trilioni 4.22
huku mahitaji yakiongezeka. Habari hii kwa ufupi mtazamaji inasema miamala kidijitali ya mikopo Tanzania iliongezeka kwa asilimia 91.5 mwaka 2024 hadi trilioni 4.22 kutoka trilioni 2.2 kwa mwaka 2023, huku idadi ya miamala ikiongezeka kwa asilimia 64.8 kutoka milioni 163.4 hadi kufikia milioni 269.3. Habari nyingine mtazamaji katika ukurasa wa mbele wa The Citizen inasema kwa nini mtindo wa muungano wa upinzani wa mwaka 2015 hauwezi kutekelezwa kipindi hiki. Haya, mtazamaji, ni gazeti la The Citizen katika ukurasa wake wa mbele, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Tukianza na gazeti la Uhuru kweli daima, katika ukurasa wake wa nyuma, habari kubwa ya michezo inasema Simba inasema waleteni hao Al-Misri, mastaa Msimbazi fulu mzuka. Simba inasema tumejipanga vyema na kila mchezaji ameahidi kupambana kuhakikisha timu inapata ushindi japokuwa tutacheza ugenini. Habari nyingine ya michezo inasema Tabora United Yanga mechi ya kisasi na rekodi. Fernandes azuiwa kuondoka. Haya ni michezo na burudani mtazamaji, gazeti la Uhuru. Gazeti la Mwananchi michezo na burudani, TFF TPLB zaitwa mezani CAS. Haya, dakika 90 ngumu Al-Masri Simba kafu. Ni michezo na burudani gazeti la Mwananchi. Michezo na burudani gazeti la Zanzibar Leo mtazamaji, habari kubwa nasema Simba kuvuka mtihani wa Al-Masri leo. Tabora Yanga mwisho wa tambo. Singida Big Stars yataja bei ya Bada pamoja na Soa. Haya ni Zanzibar Leo michezo na burudani. Gazeti la The Citizen habari za michezo, habari kubwa ya michezo ni inasema matumaini ya Simba ya kuingia nusu fainali wakiwa na kibarua kigumu dhidi ya Al-Masri leo. Habari nyingine inasema Yanga na harakati za kulipiza kisasi dhidi ya Tabora United. Mtazamaji, ni michezo na burudani gazeti la The Citizen ambalo linatukamilishia uchambuzi wa vichwa vya habari, lakini pia tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha Asubuhi Njema kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Kisa Moipiana na kushukuru sana, nikutakie siku njema. Asante.
Kupika pilau walikuwa hawanaga viungo. Kwa wanaunguza vitunguu nini, kwa unakuta ile vitunguu vinakuwa vingi, alafu kama vinakuwa brownish, alafu ndo mchele unawekwa. Kwa hiyo pale wenyewe walikuwa wanaita pilau.